Katika kijiji cha Mwita, kata Mwita, wilayani Monduli, mkoani Arusha, ndipo ilipoanzia safari ya maisha ya Daktari Patrick Ngala Ole Monyi. Hapa alizaliwa, akalelewa na kusomeshwa na wazazi wake kwa kushirikiana na jamii hadi kufikia kiwango cha daktari wa falsafa, yani PhD. Miaka kadhaa baadaye, badala ya kusahau alikotoka, Patrick amerejea nyumbani na kujenga shule shikizi ya Usiligi katika kitongoji cha Kitosokoine, ikiwa ni sehemu ya kutoa shukurani kwa wazazi wake na wananchi waliokuwa sehemu ya safari yake ya elimu. Ujenzi wa shule hiyo ni zaidi ya kujenga majengo, ni uwekezaji unaolenga kufungua fursa ya elimu kwa watoto wa jamii ya Mwita, hususani watoto wa wafugaji ambao wakati mwingine hulazimika kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Kwa Daktari Patrick Ngala Ole Monyi, mafanikio aliyoyapata yamekuwa sababu ya kurudisha sehemu ya kile alichokipata kwa jamii iliyomlea, akiamini kuwa watoto wa kizazi kijacho wanapaswa kupata mazingira bora ya kuanzia safari yao ya elimu. Miongoni mwa viongozi walioshuhudia urithi huo wa elimu ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, Mheshimiwa Kisioki Mwitiko, ambaye pia ndiye mgeni rasmi aliyepokea shule hiyo. Amempongeza Daktari Patrick Ngala kwa hatua hiyo, akisema uwekezaji kama huo unapaswa kuigwa na jamii, huku akiahidi kwa halmashauri itashughulikia mchakato kuipatia usajili Usiligi kama shule shikizi. Pia ameahidi kushughulikia swala la umeme katika jengo hilo ili kurahisisha kutimia kwa ndoto ya Patrick Ngala Ole Monyi ya kufanya kuwa kituo bora cha kujifunzia kwa watoto wa wafugaji. Kwa upande wake, afisa elimu wa halmashauri ya wilaya Monduli amempongeza Patrick Ngala Ole Monyi kwa kuwekeza katika elimu katika eneo alilozaliwa, akisisitiza kwa thamani ya majengo hayo itaonekana zaidi iwapo yatajaa wanafunzi. Amewataka wazazi kuandikisha watoto wao kwa wingi, akieleza kuwa vituo shikizi kama Usiligi vinasaidia kupunguza umbali wa watoto wadogo kutoka majumbani hadi shuleni na kuongeza hamasa ya kuhudhuria masomo. Pia amepongeza uwekezaji wa chakula kwa wanafunzi, akisema lishe ni muhimu kwa afya na uwezo wa watoto kujifunza. Kwa upande wake, diwani wa kata Mwita, akizungumza kwa niaba ya wananchi wa Mwita, amemshukuru mwenyekiti wa halmashauri kwa kutenga muda na kufika katika uzinduzi huo licha ya kuwa na ziara za kikazi siku hiyo. Amempongeza Daktari Patrick Ngala Ole Monyi pia kwa kujenga shule hiyo katika kitongoji cha Kitosokoine, akieleza kuwa tangu siku ya kwanza kwa ujenzi alikuwa pamoja naye na wananchi walishuhudia hatua ya kwanza kutekelezwa kwa ndoto hiyo. Amesema uhusiano wao umekuwa zaidi ya urafiki kwa kuwa wamekuwa pamoja katika safari ya kuhakikisha wazo hilo linakuwa uhalisia. Hatimaye Usiligi inabaki kuwa ushuhuda wa namna mafanikio ya mtu mmoja yanavyoweza kuwa fursa kwa kizazi kizima. Kutoka mtoto aliyezaliwa na kukulia Mwita, aliyefanikiwa kufikia kiwango cha daktari wa falsafa, Patrick Ngala Ole Monyi sasa anarudi nyumbani kuacha urithi wa elimu. Shule hii si majengo pekee, bali ni zaidi kwa wazazi na jamii iliyomlea, na ni mwanzo wa matumaini mapya kwa watoto wa Mwita na jamii ya wafugaji wanaoizunguka. Hii ni Odonyo Media, habari karibu nawe. Historia ya kituo cha awali cha Usiligi kutoka tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2021 hadi leo tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo chetu cha awali cha Usiligi kimefanikiwa mambo yafuatayo. 1. Tumefanikiwa kupata msaada wa chakula ujilishe kuanzia tarehe 19 mwezi wa 2 hadi sasa kwa kupitia Mheshimiwa Daktari Patrick Ngala Ole Monyi. Tulifanikiwa pia kupata vifaa vya kufundishia kama chaki, vitabu, rangi za kuchorea watoto, manila card, kalamu, marker pen
pamoja na ubao za kisasa, yaani whiteboard. 3. Tulifanikiwa pia kuwa na kamati inayosimamia na kutatua changamoto za kituo. Tulifanikiwa kuwa na walimu wanaojitolea kuwafundisha watoto kwa kipindi chote cha masomo. 5. Tulifanikiwa kuwafanyia watoto wote mahafali waliomaliza masomo ya awali hapa. 6. Tulifanikiwa kununuliwa tengi 2 za kuhifadhia maji, tengi moja la lita 5,000 na tengi la pili la lita 2,000 na Mheshimiwa Daktari Patrick Ngala Ole Mongi. 7. Tulifanikiwa pia kwa 85% kuhamasisha wazazi kuandikisha watoto kwa ajili ya kupata elimu ya awali. Pamoja na kuwa na mafanikio, pia tuna changamoto kama zifuatazo. 1. Tuna changamoto ya ukosefu wa maji, hali inayotupeleka kutumia hela nyingi kutoka kwenye malipo ya watoto kwa kufuata maji ya kutumia shuleni kwa trekta. 2. Tuna changamoto ya ukosefu ya sehemu ya watoto kulia chakula hasa kipindi cha mvua. 3. Tuna changamoto ya kutokuwa na uwiano wa uandikishaji wa watoto wa kike na wa kiume. Kuna uandikishaji mdogo sana wa watoto wa kiume. Tunaomba serikali na jamii kwa ujumla wasisitize kuwapeleka watoto wa kiume wapate elimu kuanzia haya masomo ya awali ili wapate msingi imara wa elimu. Hiyo ni kutokana na takwimu kuonyesha kwamba hata hadi sasa watoto waliomaliza darasa la awali hapa wako 108 wasichana, wakati wavulana ni 53 tu. Changamoto ya 4, ukosefu wa vifaa vya michezo kama ngazi, bembea, jezi na mipira za kuchezea watoto. Changamoto ya 5 na ya mwisho, ukosefu wa umeme kwenye majengo, kuwa na changamoto ya nguzo 2 tu ili umeme iweze kufikia kwenye majengo mapya. Tayari vifaa vya kuunganishiwa umeme zimenunuliwa kama main switch na mlezi wa kituo Mheshimiwa Daktari Patrick Ngala. Hapa ni nyumbani. Mimi nimesoma hapa shule ya msingi Mwita Bawani, nimelelewa hapa na mpaka kufika kiwango cha kupata elimu ya juu kabisa PhD, najua nimetoka hapa. Mimi ni zao la hapa na haya ndio mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo nyumbani napafahamu. Nimechunga hapa nikiwa mdogo hapa, nimetairiwa hapa, nimeenda machungani hapa, nimechapa nilipoganga yeni mdogo hapa hadi nikapata akili. Lakini kote nilikoenda sija kusahau nyumbani. Ndio maana sasa ndio sikara yangu ndio sikara. Na ndio sababu itaona sikara yangu. Kama kuna chochote cha kuanzia, tunaanzia nyumbani. Ndio maana mimi pia nimeanzia nyumbani. Sikuona kwamba elimu kubwa niliyopata ndio sawa ndugu zangu, hapana. Kila siku nikienda nawaza mimi nitoe jamii hii, jamii ambayo tuko pembezoni bado tuna changamoto kwenye elimu. So mila na mifumo yetu bado haishabiana na elimu, lakini special kusema kwamba tunakuja na tupo na tunaendelea na serikali ifanye kazi kubwa kwa kweli. Sasa elimu imeongea kubwa sana kwa kweli. Singelikuwa kama sio sera nzuri ya serikali, hata mimi nisingeenda shule. Singepata mkopo elimu ya juu. Kwa lazima pia tuishukuru. Ndio maana si ambao tumepata hii elimu tumekuja kurudisha asante nyumbani. Ni kweli. Mheshimiwa mgeni rasmi mwenyekiti wa council, haya majengo nimepata na mimi marafiki zangu kutoka Marekani, Colorado. Mara nyingi naenda huko Marekani, marafiki zangu huko kule. Nimetembelea Marekani kama mara 2. Siku moja tukiwa chakula cha jioni, rafiki yangu mmoja ananiambia kitu kimoja. Unajua Wamasai ni watu ambao bado wako nyuma kielimu, bado mnaishi maisha pembezoni. Hii shangaza, bwana wewe umeonekana kwamba una ufahamu mkubwa hata kutuzidi sisi wa Marekani. Kuna mambo tulikuwa tunaongea. Na lakini pia nashangaza hata Kiingereza chako labda unavyoongea sio tunavyoelewa wa Tanzania au jamii ya Wamasai. Anambia ni Mungu amefanya haya wala sio mimi. Nafikiri baada ya kurudi Tanzania, siku moja akanipigia simu akasema kwamba tukupe msaada gani kwa ndugu zangu. Nimeelezea pia changamoto kubwa ya jamii yetu ni elimu na tuna changamoto kwenye elimu ya awali. Nafikiri afisa elimu ya awali ni changamoto sana kwa nchi yetu hii. Misingi mikubwa ambayo tuweka jamii ya kifugaji kuwezesha watoto wa awali. Mimi mwenyewe nakumbuka nilipoanza darasa la kwanza, nimetoka machungani, siku hiyo nikaribu darasa la kwanza. Sikuwa na msingi wote kama wanavyoandaliwa. Na tunajua kwamba kitaalamu makuzi ya mtoto kuanzia miaka 5 mpaka 8 atakuwa tumuandae vizuri ili aweze kujiandaa kiakili, kimaadili, kitabia, ili akianza darasa la kwanza na msingi imara.
Changamoto kubwa kwetu sisi jamii ya kifugaji, kama umeona watoto wa kiume ni wachache sana ambao wameandikishwa. Kama wengi wao wanaenda machungaji. Kwa hata akilazimishwa kwenda shule, anatoka machungani anajiunga darasa la kwanza, kuna hatua amekosa. Ukiangalia kwenye mitaala ya elimu iliyoboreshwa 2023, serikali kwenye dira maendeleo 2020-50 tumewekeza sehemu kubwa katika elimu ya awali, ndio msingi wa kila kitu. Na ndio maana lengo kubwa lilifanya kwamba mimi nitakachokifanya kwa jamii yangu nitakuwa sehemu kuwekeza kwenye elimu ya awali. Na ndio maana marafiki zangu nikamwambia, naomba kama ikiwezekana nisaidieni tupushi tujenge shule ya awali kwa ajili ya jamii yangu, ambapo pia najua baada ya serikali yangu nitaiendea itakuwa chini ya serikali ili tuweze kuiboresha. Mungu ni mkubwa. Kuanzia mwaka jana mwezi wa 10 wakaniambia sawa, tutatoa hilo fungu, na kwa kweli wamenisaidia. Tumejenga madarasa, tumejitahidi kujenga madarasa haya, lakini mgeni nikuahidi kwamba malengo yangu na maombi yangu tunataka tuwe na madarasa ambayo ni digital class. Ndio dunia inakoelekea. Madarasa ambayo yanatumia mfumo wa kisasa wa kufundishaji. Kwa nini isiwezekane? Inawezekana. Mwenyekiti, inawezekana. Kukaa na viongozi wako wa council, kwa madiwani wako, inawezekana. Tunapoelekea karne 21, wahitaji wenye ufahamu mkubwa wa elimu. Alisema kitu moja kwa kwamba ni kweli mifugo tunakoelekea ardhi imekuwa hafifu. Tunachokiona kwamba kuna changamoto kubwa ya ukame. Hazina pekee iliyobaki ni kuwekeza kwa watoto wetu. Hawa watoto ndio kesho watatupa uhakika wa maisha. Hawa watoto ndio kesho tumaini letu. Hawa watoto ndio kesho watakuwa maprofesa zaidi kunizidi. Na ndio maana nasema kwamba inawezekana tuwe na shule bora kabisa katika wilaya Monduli. Na sisi wenyewe tunaanzia kama wenyewe wa Tanzania jamii hii. Ndio maana nitutatia shime kwamba hichi ambacho Mungu ametuwezesha kufanya inawezekana Monduli nzima. Kwa hilo na uhakika inawezekana. Kwa hiyo katika kituo hichi katika kituo kinachowaza nawaza kitu kimoja Mungu akutusaidia, hichi kituo kiwe kituo ambacho ni role model ya mfano kufundisha elimu ya awali kwa watoto kifugaji katika wilaya Monduli. Na ndoto zangu kwa kweli, mimi ni mwenyeji hapa, najua nikitokea hapa nitajitahidi, nitamuomba Mungu pamoja na jamii ambayo tuko hapa. Siwezi kufanya mwenyewe, lazima pia niwe mkweli, siwezi kufanya mwenyewe, ila pamoja na jamii na serikali ambayo imetuzunguka tusaidia na marafiki zetu tunaweza tukafanya. Mwenyekiti wa council nachowaza mbele ya safari, tuwekeze hichi kituo kiwe kituo ambacho kinaweza role model kufundisha watoto wa kifugaji. Na hilo tutaangalia mchakato unavyokuwa, na nitaomba Mungu kwamba huenda siku moja hapa patakuwa sehemu mifano kufundishia watoto katika wilaya Monduli. Nawaza hilo. Na najua kwa uwezo wa Mungu litawezekana. Sina mashaka na Mungu wangu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kweli kwenye hilo pia. Kikubwa nachoomba mimi, naomba mwenyekiti wa council tujitahidi kama ikiwezekana, uzuri wenzetu wa elimu kwa hapa, kituo tukisajili. Kama kuna kitu ambacho kinawezekana tusaidiane, kama labda kuongeza majengo, tutaomba Mungu. I think we can do it. Naweza tukafanya hicho kitu pia. Kikubwa zaidi kio chini ya serikali, kio chini ya halmashauri, lakini zaidi hicho kituo ni cha wananchi. Labda ndema na ngura Masai. La baba no yeyo. Wale ana shule nini ni maana hii ni nyana shule. Na wale bada harana ndaradamwa. Na yela jora na longa ndo ndana rene ngisoma. Na wale ngisoma na kuna gara kinderu nyinyi. Pero msinde do por sababu ngisoma. Mara ni bibi ya shule darasa la kwanza na ngara na randuar na dona link. Na wale ana shule yala shule sabu ya dona na sabu na link ya dona Monduli. Na ndana wira hagino mara wendo bagene kiasi na daji msaada nyi ya udwangade mjibu msingi mmefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa diwani, una watu wazuri sana. Mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, hao watu ni watu wema sana. Kwa kweli hawajaniangusha. Hamna siku nimetoa chakula kwa ajili ya mafundi. Hamna siku nimetoa chakula kwa usafiri kwa ajili ya mafundi. Ni wananchi wamejitahidi kwa kiwango walichokifanya. Na majengo nimetumia zaidi ya milioni 100. Nimetumia hapa. Na bado uwekezaji unakuja. Kama nilivyokuambia kwamba jitahidi wawekee umeme ili nipange namna kuwekeza madarasa ya kisasa digital class. Lakini pia mbele safari pia tutaangalia ile eneo hili kubwa bado lipo, lakini I think na nawaza kwamba tutafanya kitu cha maana hapa. Profesa Ndage Majanangai, mlinialika wewe pamoja na diwani na nimekuja mahususi kwa ajili ya kuja kuona kazi uliyofanya na kuja kuipokea na kuizindua. Hongera sana. Hongera sana kwa kurudi nyumbani. Iradamwa ang mmekuja kufanya kile wazungu wanasema charity start from home. Lakini asante kwa kutuwekea msingi mzuri ya watoto wetu, ya kizazi kinachokuja. Sasa hawatatembea mbali kwenda kufuata elimu ambayo hata katika maandiko matakatifu tumeambiwa tuikamate, tusiache iende zake.
Asante pia kwa kutujengea majengo ya kisasa ndani ya halmashauri yetu ya wilaya Monduli, lakini pia hapa Mwita. Profesa, umeweka alama kwenye maisha ya Wanamwita, umeweka alama, unaacha alama katika maisha yako. Milele utakumbukwa. Utakumbukwa sana kwa kazi hii njema uliyofanya. Niseme hili darasa, shule hii shikizi, niombe ofisi ya afisa elimu tuisajili, ipate usajili, iwe shule kamili, tuitambue na tuwe tunakuja kuitembelea na kusaidia kutatua changamoto. Kwenye risala isomage na hii changamoto kadhaa, lakini naomba niseme 2 au 3. Moja ni ile ya maji. Tulishakuja na wadau tukitaka kupiga maji kule chini, keje Kilimatinde, si Kilimatinde hapo tena, ije huku. Lakini wakati tunasubiria ilikuwa ni wadau wanatusaidia, ile eneo tunaweza kuvuna maji mengi sana na akawasaidia watoto hao. Sasa kwa maana hiyo, na mimi nitaenda kuongea na rafiki yangu Mbayani Tayai, mdau wa maji, at least atusaidie vitu vya kukingia maji na tenki moja la kuongezea yale matenki mengine. Lakini la pili ni kuhusu umeme. Mheshimiwa, kesho kutwa tunakutana kwenye baraza, na uzuri pia mheshimiwa wa Makuyuni yuko hapa. Twendeni na hiyo agenda, watu wa TANESCO tukutana nao, nguzo 2 alanja senta ya yoga anyway. Kwa hiyo tukapush tuhakikishe kwamba umeme umefika hapa, ili ile ndoto ya Ngala ya kufanya digital education hapa ikafanikiwe. Bila umeme huwezi kufanya hiyo. Kwa hiyo umeme lazima tulete hapa, ili hayo maono yako tuweze kuanzisha hapa. Kwa hiyo aridhana nisemee hawa machache anake kumoknade dogi, lakini eneo hilo la maji na umeme tunaona liko ndani ya uwezo wetu na tunaweza kwenda kuipambania pamoja na usajili. La mwisho aridhana yalongani, tusiseme sana kuhusu Mwita, lakini nitamke hapa kwamba tumepata mradi wa zaidi ya milioni 600 ya kujenga kituo cha afya hapo chini. Sisi pia tunashukuru sana kuona hichi kilichofanyika hapa. Sisi ni wadau wa elimu, kwa maana ndio tunaosimamia elimu. Mimi natokea elimu, sisi ndio tunaosimamia elimu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza sana Dr. Patrick kwa hicho alichokifanya, na nafurahi kwamba ni mtu wa huku ameweza kufanya kitu cha namna hiyo. Uwekezaji kama huu mtu mwingine binafsi angeweza kuufanya nyumbani kwake, au angeweza kuupeleka mahali pengine popote na msingeweza kumuuliza kitu. Lakini kwa uzalendo wake, kwa uelewa wake, kwa kufahamu alikotoka, ameona aje awekeze nyumbani. Tumpongeze kwa makofi matatu. Makofi kama sote. Jambo alilofanya si dogo. Ukiingiza majengo hayo kwenye gharama ni hela nyingi sana. Kwa wale watu wenye ng'ombe, hizi ni ng'ombe nyingi sana zimewekwa hapo. Ng'ombe 85. Ni ng'ombe nyingi sana zimewekwa hapo. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Lakini sasa namna ya kupokea jambo hilo ambalo wamelifanya, yani majengo haya yatakuwa hayana maana kama yataishia tu kuwa na wanafunzi 2 watatu. Tunatamani kuona wanafunzi wengi wanakuja shule, kwa maana ya uandikishaji. Ufika uandikishaji tunaona wanafunzi wanakuja wengi. Nilikuwa namsikiza mwalimu hapa akisoma risala, nikashtuka kidogo kwamba shule ilianza na wanafunzi wengi, lakini kadri muda unavyoenda wanaoendelea kugraduate wanaendelea kupungua. Kwa miaka 2 iliyopita wanafunzi wamefikia mpaka 20 na hilo kidogo likanishtua. Nikasema tunaanza kumwogopesha mfadhili wetu. Kwa hiyo niwaombe wazazi, maana ya haya majengo ni kuleta watoto. Kuwa na hivi vituo shikizi ni kupunguza umbali wa watoto wetu kutoka nyumbani kwenda shuleni. Hawa watoto wanaoenda madarasa ya awali ni wenye umri mdogo sana, wa miaka 4, miaka 5. Kutembea umbali mkubwa kuna wakatisha tamaa. Kwa hiyo kuwa na vituo kama hivi kunapunguza umbali wa watoto kwenda shule, lakini kuna wafanya watoto pia waipende shule. Nimshukuru pia kwa uwekezaji wa chakula. Chakula ni kitu muhimu sana kwenye masuala ya elimu.
unapokuwa na chakula kinawamotivate watoto kuja shule, lakini pia kinajenga afya ya watoto. Kwa hiyo ni mshukuru mwekezaji wetu, lakini ni furahi sana kwamba kumbe hata sisi Wabongo tunaweza kuwa wafadhili. Karibu sana kwenye kijiji hiki cha Moita. Umekuja kwa ajili ya ufunguzi rasmi wa shule ya Osiligi iliyopo, shule shikizi iliyopo kwenye kata yangu. Nikukaribishe sana. Huyu ni zaidi ya rafiki. Nje tu kwamba mwaka huu amekuja ametufanyia mradi mzuri wa maendeleo ya kujenga shule shikizi katika kitongoji hiki cha Kitosokoi. Lakini pia hata siku anakuja kuzindua ujenzi nilikuwa naye hapa. Nafikiri wana Kitosokoi mlikuwepo. Tulikula nyama hapa, tulikula mbuzi siku ya uzinduzi ya ujenzi wa jengo hili. Kakaangu, karibu na nikushukuru sana. Nikushukuru kwa kazi nzuri ambayo umetufanyia. Na bado tunakuhitaji. Na bado tunahitaji nguvu yako. Patrick ni msomi ya level ya PhD. Ukisikia daktari usisi kwamba ni wale wa kupewa. Huyu jamaa amesota darasani. Ametumia muda wake mwingi kwa ajili ya kusoma. Na ndio maana amepata ujasiri na akapata hamu ya kuja kuwainua hawa watoto wetu wadogo kwa ajili nao wafuate nyayo zake za kusoma. Kwa hiyo mama zangu, baba zangu, ombi langu ambayo huyu msoma risala amesema ni kuwapeleka watoto shule. Tunaombeni sana mtusaidie kuwapeleka watoto shule basi ili waweze kusajiliwa.